Hello, hali gani mtazamaji wa Iroyo Television? Karibu sana katika chaneli yako pendwa, sehemu pekee ambapo napata taarifa za kimichezo, lakini bila kusahau masimulizi ya kimichezo kila wiki. Lakini kwenye swala la taarifa ni kila baada ya mchezo mmoja huwa tunakupa taarifa. Cha kufanya wewe ili usipitwe wala usionekane mtaani kwamba hujui au ufuatilie taarifa za michezo, basi hakikisha umegusa alama ya subscribe katika YouTube channel yetu ya Iroyo Television ili tuweze kukuletea taarifa kwa wakati, lakini bila kusahau masimulizi ya kusisimua, lakini bila kusahau pale TikTok pamoja na Instagram Emmanuel Pasco. Basi hakikisha umegusa alama ya follow ili uweze kuwa sambamba nasi zaidi na zaidi. Bwana, full time wekundu wa Msimbazi Simba leo alikuwa na mechi dhidi ya Coastal Union. Bwana, dhidi ya Coastal Union alikuwa na mechi ambayo ilikuwa ni mechi inayoweza kuamua ni nani akae kileleni na au ni nani ashuke. Bwana, mechi ilikuwa ngumu sana, sio kwa Simba tu lakini sio kwa Coast, ila ni kwa wote ambao walikuwepo katika ule mchezo ambao nazungumzia timu zote mbili, yani Simba pamoja na Coastal Union. Lakini pia kwa mashabiki wa Simba Sports Club, hii mechi imekuwa ni ngumu sana kutizama, imekuwa na pressure kubwa kuanzia mwanzo wa mchezo ambapo ameruhusu bao dakika ya 8 kwa Coastal Union ambao amefungwa na Maabad Maulid. Dakika ya 8 akaingia kambani na kuandikia goli Coastal Union, ambao goli limewafanya wakakachachamaa zaidi, wakawa bora zaidi katika mchezo. Tumeona kipindi cha kwanza mpaka wekundu wa Msimbazi Simba dakika 37 wanapokuja kuandika bao kupitia Libasi Gay ambaye alipata assist kutoka kwa Clatous Chama, au unaweza kumuita Mwamba wa Lusaka, lakini kwa sasa ana jina jipya. Ni nani? Anaitwa Muha wa Kigoma. Na bao la pili ambalo limepatikana kwa Simba na ambalo ndio la tatu kwa mchezo ni bao la Anis Tiura ambao limefungwa dakika ya 44, mbakia dakika moja tu kuendelea atoe mapumziko. Coastal Union akaruhusu bao la pili ambalo Clatous Chama naye ameassist kwa kupiga kona ambayo imepatikana katika mchezo huo dakika 44. Kwa hiyo mechi imetamatika, Coastal Union amekubali kichapo cha bao 2-1 na wameonyesha mchezo mzuri sana Coastal Union. Wengi walizani kwamba Coastal Union atamwachia Simba kwa sababu ya maneno ambayo amekuwa ni nyuma ya pazia. Wengi wamekuwa wakisema kwamba Coastal Union mara ni tawi la Simba, lakini tumeona mechi ya leo inaonyeshaje kwamba ni nani na kila mmoja anajitegemea bwana. Na mechi imetamatika, Simba Sports Club wamesogea nafasi ya kwanza akiwa tofauti na wananchi Young Africans kwa pointi 1. Walikuwa nyuma kwa pointi 2, wameongeza pointi 3, sasa wamekuwa mbele kwa pointi 1, ambapo wananchi Young Africans kesho watakuwa na mchezo dhidi ya Singida Black Stars ambayo itaamua sasa kwa wao kama watasogea katika nafasi yao ya kileleni kwa zile pointi 2 ambazo zipo, au kama watabaki nyuma ya mnyama Simba. Unajua, endapo kama asipopata matokeo mbele ya Singida Black Stars siku ya kesho, basi wananchi Young Africans watakuwa nyuma ya mnyama Simba, na kileleni akishakaa Simba, basi amini kwamba hilo gari ndo limewaka wala hawataachia nafasi. Kwa hiyo mnyama Simba amejikusanyia tena pointi 3 mbele ya Coastal Union, ambapo kumbuka sasa Coastal Union bado ana adhabu ya kurudisha ile mabao 7 waliofungwa na mnyama Simba msimu mwaka 2020-2021. Bwana, hiyo ndio taarifa ambayo tulitamani tukusogezee, lakini kuhusiana na Clatous Chama tumeona tena akionyesha kiwango bora zaidi na zaidi, utulivu mwingi, akili nyingi, na kuhakikishia mnyama Simba anapata matokeo licha ya ugumu wa mchezo. Clatous Chama amechukua tuzo nyingine tena mchezaji bora. Kwenye comment hapo basi niambie kuhusiana na Clatous Chama, unakionaje kiwango chake? Je, bado ni mzee au tayari bwana amerenew line na kuwa kijana mwenye miaka 18 au 17? Hapa ni Iroyo Television na jina langu ni Emmanuel Pasco. Unaweza kuniita mwenyeji katika ofisi za FIFA. Ukisubscribe, ukitufollow, unakuwa umetisha kinoma noma. Bye bye.